السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم ثبت حجتنا وأجب دعوتنا وتقبل توبتنا يا رب العالمين. Ndugu zangu katika majmua, kwa hakika tuko katika kujibu hoja alizokuja nazo Sheikh Yusuf bin Diwan kwa madai ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo pasi na mahala, na mimi upande wangu nampinga huyu na kusema Allah yuko juu ya arshi. Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi. Sheikh Yusuf bin Diwan alitakiwa hoja kuzileta kuthibitisha madai yake ya kwamba Allahu mawjudun bila makan, lakini mpaka sasa kila nilivyosikiliza audio zake sikupata hoja juu ya madai yake ambazo ni hoja za msingi za kubatilisha yale ambayo mimi namdai, bali badala yake ameleta aqwal za wanachuoni waliokuja baadaye ambao wao hawakwenda kama walivyopita salafu salih katika kuthibitisha madai ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa yuko juu ya arsh, bali ndivyo alivyotueleza Allah subhanahu wa ta'ala. Na ifahamike vizuri ndugu zangu wasikilizaji kwamba tukizungumza maneno kama haya ya kwamba ameleta wanachuoni waliokhalif ufahamu wa salaf katika jambo hili, sio kuwadharau wanawachuoni wala kuwadogesha, bali sisi itikadi yetu na Waislamu inavyotakiwa kuwa ni kwamba kila mmoja katika sisi kuchukuliwa kauli yake na kurejeshwa muda wa kuwa imekhalif kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam au fahamu wa salafu salih, basi hurejeshwa hiyo, na kama imenasibiana basi huchukuliwa hiyo. Na wanachuoni hawa tunawaheshimu na kubaki na heshima zao, si kama tuwadharau. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala akileta jambo lolote katika jambo la dini ya Allah jalla wa ala, hutakiwa ushahidi kwamba haya umeyatoa wapi, min alkitab au sunna, ni katika kitabu cha Allah au sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, au ni salaf gani aliyekutangulia. Imam an-Nawawi amefariki mwaka 676, wakadhalika Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala ambaye amefariki mwaka 852. Hawa walikuja baadaye katika wanachuoni waliochelewa. Kwa hiyo hoja zao wakizileta inatakiwa zifanane na hoja za salafu salih ambao wameipokea dini hii Allah jalla wa ala. Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua ni watu maalumu wakajifunza dini ya Allah jalla wa ala kutoka katika kinywa cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wao wakiifikisha katika umma. Kwa hakika wao wana haki ya kufuata ufahamu wao, kwa sababu ndio mashekhe zetu wakuu waliotutangulia. Hakuna alim yeyote atakayekuja akawazidi maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo jambo lolote ambalo sisi tunalizungumzia, na hasa jambo la sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, inatakiwa turejee kwao, wao walifahamu vipi katika jambo hili. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nilidhani kwamba ndugu yetu Sheikh Yusuf bin Diwan atakuja na aqwali za salaf juu ya kuaid na kukitia nguvu kile alichokidai, lakini badala yake akaileta aya mwanzo kabisa katika suratul Hadid aliposema Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bikulli shay'in alim. Kisha akaijengea msingi aya hii wa hadithi katika Sahih al-Bukhari kama mlivyomsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayru wa kana arshuhu ala al-ma. Hadithi hii tunaikubali, na aya aliyoitoa tunaikubali kwamba ni aya imethibiti katika kitabu cha Allah jalla wa ala, na kadhalika hadithi imethibiti bali katika Sahih al-Bukhari, na ni hadithi sahihi. Kadhalika akaitoa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema Allahumma anta al-awwal falaysa qablaka shay
wa anta al-akhiru falaysa ba'daka shay wa anta adh-dhahiru falaysa fawqaka shay wa anta al-batinu falaysa dunaka shay. Mimi kila nikitazama naona mzozo mkubwa ambao unakuja kwetu sisi na kadhalika unatusumbua sisi ni katika wa anta al-batinu falaysa dunaka shay. Kwa mujibu wa Sheikh Yusuf bin Diwan kuleta aya hii ambayo tumeisoma na kadhalika hadithi hii wa anta al-batinu falaysa dunaka shay, na akaleta tarjama ya maana ya kwamba duna kwa maana ya chini, anataka kutulazimisha sisi tukubali kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hayuko juu ya arsh bali yupo pasi na mahala, ili akibatilishe kile ambacho sisi tunakidai kuwa Allah yuko juu ya arsh. Kwa maana tukisema Allah yuko juu ya arshi, hali ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ashasema anta al-batinu falaysa dunaka shay, kwamba wewe ni mjuzi wa mambo yote. Kwa maana kwa tafsiri ya Sheikh Yusuf bin Diwan kwamba na hakuna chini yako kitu chochote, atakabatilishe madai yetu kwamba tukisema Allah yuko juu ya arshi maana yake arshi itakuwa chini yake. Je, ni sahihi anavyodai Sheikh Yusuf bin Diwan? Sisi hatukubaliani na Sheikh Yusuf bin Diwan katika tarjama yake ya kutafsiri duna kwa maana ya chini, kwa sababu hiyo sio nas, kwa sababu neno duna linahtamili zaidi ya maana moja, na neno likiwa linahtamili zaidi ya maana moja huwezi kumlazimisha khasimu wako akubali msimamo wa kile ulichokitafsiri wewe, isipokuwa kwa kuleta hoja nyingine ya kuthibitisha hilo inayokutia nguvu. Na hasa katika masala haya utuletee hoja ya salaf anauthibitisha kwamba hapa duna maana yake ni chini ya. Na ili tukuthibitishie Sheikh Yusuf bin Diwan kwamba neno duna halina maana moja kama ulitafsiri kwamba ni chini, kwamba hakuna chini yako kitu chochote, turudi katika kamusi mbalimbali kuangalia, je, hili neno duna linakusudiwa maana ya chini peke yake kama ulivyoeleza ndugu yetu Sheikh Yusuf bin Diwan? Nitaanza kuthibitisha neno la duna kuwa linahtamili maana nyingi na si maana moja kama alivyoeleza Sheikh Yusuf bin Diwan katika aya ile kuitafsiri kwamba duna, katika hadithi ile kuitafsiri kwamba ni duna kashay, kwamba hakuna chini yako kitu. Katika Mu'jam Maqayis al-Lugha cha al-Imam Abu al-Husayn Ahmad bin Faris ibn Zakaria rahimahullahu ta'ala, alifariki mwaka 395. Yeye anasema imamu huyu katika ukurasa 352 kwa mujibu wa chapa niliyokuwa nayo mkononi, asema duna ad-dalu wal waw wan nun aslu wahidun yadullu ala al-mudanati wal muqaraba, kwamba dal na waw na nun ni asli moja ambayo inafahamisha juu ya ukaribu, kukurubiana kitu akukukurubia. Yuqalu hadha duna dhalik, usemwa hadha duna dhalik ay huwa aqrabu minhu, kwamba yuko karibu naye. Ndio maana ya duna huja maana hiyo kwa wakati mwingine. Hapa nitakuwa nasoma mahallu shahidi tu, lakini picha nimezipiga hapo, nadhani mnaona. Kadhalika al-Imam Ibn Manzur katika Lisanul Arab ameeleza, nitatuma picha yake chini insha Allah, na yeye ameeleza kwamba duna asma dun naqidhu ya fawqa, asma naqidhu fawqa ni kinyume cha fawqa, yani chini. Hapa anasema dun ni naqidhu ya fawqa, kwa maana inaweza ikaja kwa maana hiyo, lakini akatoa maelezo kisha akasema huko chini, akasema dun pia huja kwa maana ya at-tahqir wa at-taqrib, kudharau na kukurubisha kitu kwamba kiko karibu, kwa maana ina maana nyingi. Nataka kueleza kwamba hiyo duna ina maana nyingi, haina maana moja. Lakini pia imekuja katika suratul Kahfi Allah subhanahu wa ta'ala aliposema hatta idha balagha baina as-saddain wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla, kwamba akakuta wajada min dunihima qauman, alipofika katika milima miwili au majabali mawili akakuta mbele yao kuna watu, asema wajada min dunihima qauman, anakusudia amamahuma, mbele yao. Na hivyo ndivyo tafsiri mwenye Jalalain
Tafsirul Jalalain ametafsiri hiyo ay amamahuma. Nitapiga picha hapo inshallah, nitaelekeza hapo chini vitabu nilivyovitaja hapo, na jaribu kuvikusanya sehemu moja kwa sababu ya dhiki muda wetu ambao tunao ni muda mfupi, lakini jambo hili nataka wasaa mkubwa nizungumze lisau masaa mawili, lakini tutajitahidi kubanabana nafasi. Lakini pia imekuja katika aya wayabuduna min dunillah, na wanaabudu kinyume na Allah. Alhasil kwamba neno duna linakuja kwa maana nyingi. Sasa sisi tumeenda katika aya hiyo uliyoitaja au katika hadithi uliyoitaja kwa maana ya alqurbu, duna kwa maana ya alqurbu, na hiyo ndiyo maana aliyokwenda nayo al-Imam Ibn Jarir at-Tabari rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake. Naam, ndugu zangu, kwa nini sisi tumeenda na tafsiri ya duna katika hadithi aliyoleta Sheikh Yusuf bin Diwan kwa maana ya alqurbu? Hivyo ndivyo alivyokwenda al-Imam at-Tabari rahimahullahu ta'ala. Lakini kabla ya kutoa maneno ya al-Imam at-Tabari rahimahullahu ta'ala, nataka ifahamike kuwa Qur'ani hii imeshuka kwa Kiarabu, ikashuka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na maswahaba walikuwa ni Waarabu ambao ameamiliana nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakikijua Kiarabu chao vizuri, hawakuhitajia elimu za fani, yani mambo ya nahwu, sarfa, balagha na nyinginezo katika ulum za fani, kwa sababu wao walikuwa wakitajiwa kitu wanakielewa. Na maumbile ya mwanadamu, Allah amemuumba kukubali kwamba Mola wake yuko juu. Hivyo ndivyo alivyoumbwa mwanadamu, fitratullah allati fatara an-nasa alaiha. Haya ni maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo amewaumbia watu juu yake, kukubali kwamba Allah yuko juu ya arshi, Allah yuko juu. Na ukitaka kuliamini hilo, chukua watoto wako wadogo miaka 3 au wanaozungumza miaka 6, miaka 5, waulize Mwenyezi Mungu yuko wapi, watakuashiria kwa kidole kwamba Mwenyezi Mungu yuko juu bila kupepesa jicho, kwa sababu hayo ndiyo maumbile salama yaliyosalimika kwa mwanadamu, mpaka aje aingizwe fikra ambazo wako nazo baadhi ya ndugu zetu baada ya kusoma vitabu vya watu ambao walienda kinyume na salaf, wakajua kwamba kumbe Allah hayuko juu, lakini asli yao walikuwa wanakubali kwamba Allah yuko juu. Na ninaamini kwamba members wengi hapa wanaamini kwamba Mola wao yuko juu. Sasa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam zilipokuja ayati za sifat, kama aya Allah aliposema Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, Allah mwingi wa rehma yuko juu ya arshi, Allah mwingi wa rehma yuko juu ya arshi, walikubali moja kwa moja na wakasalim amri, hawakuanza kuhoji. Na wala malumbano kama haya hayakuwepo katika zama za maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wao walikuwa ni sami'na wa ata'na, wanajisalimisha wanaposikia ayati za Allah subhanahu wa ta'ala, na Kiarabu wanakijua, wanajua maana aliyekusudia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yuko juu ya arshi, na kwamba aliyezungumza hayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye aliyetueleza jambo hilo. Kwa hiyo sisi tunasema Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, kisha tunasimama hapo hapo, hatuanzi kuleta tafsili ya kwamba ikiwa yuko juu ya arshi sasa yukoje, itakuwaje, alikuwa wapi kabla ya hapo. Hayo ni maswali ambayo sisi hatujiulizi zaidi ya kujisalimisha katika amri ya Allah jalla wa ala na maneno yake aliposema Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, na mfano wa aya kama hizo ziko nyingi, lakini makamu haya haniruhusu kuzitaja. Nimetaja moja tu ambayo ndiyo mzozo wa fitna kwetu, Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, Allah mwingi wa rehema yuko juu ya arshi. Sasa maswahaba kwa kuwa walielewa hivyo, hawakuhoji chochote, na wala matatizo haya hayakuwepo, kwa sababu hakuna mtu aliyekuwa na fikra kama hizo za kuleta kwamba basi Allah kama yuko juu ya arshi itakuwaje sasa. Haya mambo hayakuwepo. Wao walijisalimisha na kuelewa hivyo kama ilivyoshuka aya ya Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa na mfano wa aya kama hizo. Ndio maana al-Imam Ibn Jarir at-Tabari rahimahullahu ta'ala alipokuwa kitafsiri aya ambayo ametajia Sheikh Yusuf bin Diwan, huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin, amesema al-Imam wal-batin yaqul, anasema wa huwa al-batin jami' al-ashya, na Allah subhanahu wa ta'ala anavijua vitu vyote, ni mwenye ilmu juu ya vitu vyote vilivyojificha na vilivyodhahir. Fala shay'a aqrabu ila shay'in minhu, hakuna kitu ambacho kiko karibu na kitu kingine
kuliko yeye Allah subhanahu wa ta'ala alivyo karibu na viumbe wake katika ilmu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kitu chochote ambacho kiko karibu na kitu kingine chochote katika viumbe vyake Allah jalla wa ala kuliko Allah alivyo karibu na viumbe wake, kwa kuwajua yeye Allah subhanahu wa ta'ala ahata bikulli shay'in ilma. Anasema kama qala wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, na sisi tuko karibu zaidi na yeye mwanadamu huyo kuliko mshipa wa shingoni mwake. Sisi tuko karibu zaidi na yeye kuliko mshipa wake wa shingo mwanadamu huyo. Kwa ilmu yetu Allah yuko karibu na ilmu yake kwetu sisi, na ndio maana akasema Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuimalizia aya hiyo, qala wa huwa bikulli shay'in alim, na yeye kwa kila kitu au juu ya kila kitu ni mjuzi Allah subhanahu wa ta'ala. Ama kuhusu hadithi aliyoitaja Sheikh Yusuf bin Diwan kwamba kana Allah wa lam yakun shay'un ghayru wa kana arshuhu ala alma, hakuna ushahidi wowote wa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yupo pasi na mahala, kwa sababu aliyazungumza maneno haya ni Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye yeye ameshushiwa wahi na Allah subhanahu wa ta'ala na hazungumzi kwa matakwa yake, na yeye Allah ndiye alimwambia Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Ama mtu kuanza kujiuliza kwani sasa Allah alikuwa wapi kabla ya kuumba hiyo arshi? Alikuwa wapi kabla ya kuwa huko juu? Hayo ni maswali sisi hatutaki kujiuliza. Kwa sababu gani? Sisi hatujapewa ruhusa ya kuuliza maswali hayo. Lau kama yangekuwa na manufaa na sisi Allah angetutajia, lakini Allah ametaka yeye kututuambia hilo, na sisi hatutaki kuuliza. Sisi ni kujisalimisha, Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, na hiyo ndio raha kabisa, wajisalimisha kwamba Allah yuko juu ya arshi. Basi umetosheka na hilo. Yukoje? Hatujui. Ukubwa wake ukoje? Kama vile ambavyo hutaki kujiuliza kwani sasa Allah kama ni mkubwa kuliko kila kitu, ukubwa wake huo ukoje? Hilo halikuhusu wewe. Wewe jua kwamba Allahu akbar, Allah ni mkubwa zaidi kuliko kila kitu, yatosha hiyo. Kama ambavyo umejua Ar-Rahman ala al-arshi istawa, Allah mwingi wa rehema yuko juu ya arshi, ya kutosha hiyo. Kwa sababu hayo ni mambo ya ghaib na Allah ameamua kuyaficha, na Allah ametuficha mambo mengi, achilia mbali kuhusu yeye mwenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala katuficha baadhi ya mambo ya viumbe wake walitangulia huko, na wengine wapo wanaishi katika ulimwengu huu lakini hatujui habari zao. Kwa mfano sisi tuanze kuulizana kwamba shetani lahu dhurriya, shetani ana kizazi. Ni nani mke wake? Alimuoa lini? Ndoa yake ilikuwaje? Sasa imekuwaje shetani akawa na watoto? Sababu Allah amethibitisha kwamba Allah amethibitisha kwamba shetani lahu dhurriya. Lakini je, shetani sisi tunajua mke wake ni nani, kamuoa lini? Hayatuhusu hayo. Lakini kadhalika Nabii Musa alayhi salatu wasalam, Allah alimpa muujiza wa fimbo, ikawa fimbo ile ina miujiza mingi, nyinyi mwafahamu. Je, iko wapi fimbo ile mpaka leo? Hatujui. Ilikwenda wapi? Hatujui. Ilikuwa mti gani? Hayo hayakuhusu, kwa sababu lau kama angekuwa yakuhusu Allah angekuelezea. Wewe unatakiwa ubaki na maelezo ya Allah aliposema Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, Allah mwingi wa rehema yuko juu ya arshi. Na hiyo ni kwa sababu hayo ndio maumbile salama, kwa sababu kullu mauludin yuladu ala al-fitra, kila mwenye kuzaliwa uzaliwa juu ya maumbile ya Uislamu. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisani, lakini asli ya watu wanazaliwa katika maumbile ya Uislamu, kukubali kuwa Allah yuko juu na mfano wa mambo kama hayo katika dini. Lakini matatizo yanatokea kwa wale wanaowalea wale watoto mpaka kuwakuza, wakachukua fikra mbalimbali ambazo haziendani na maumbile. Sasa ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walibaki katika maumbile yao ya kuamini kwa Allah yuko juu, na hizo aya zikaja kuaidi yale maumbile yao waliokuwa nayo. Ndio maana hakuna munakasha kwa maswahaba kwamba ilikuwaje. Haya yalizuka baada ya karne ya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakazuka baadhi ya watu kama kina Jahm bin Safwan, wakaleta fikra za kwamba Allahu mawjudun fi kulli makan, Allah yupo kila sehemu. Wakapingwa vikali na wale waliokuwa katika zama zao. Kila mapote yalivyokwenda walikuwa wanapingwa, mpaka kufikia leo inatakiwa wapatikane watu wa kuwapinga watu ambao wanaleta fikra ambazo si salama katika jambo la dini yao ya Uislamu, kama kuamini kwamba Allah yupo pasi na mahala. Lakini kadhalika katika hoja alizokuja nazo ndugu yetu Sheikh Yusuf bin Diwan, amekuja na kitabu kinachoitwa Majma'u al-Bahrain. Inatakiwa atuambie hicho kitabu ni cha nani, ni wa mwaka gani, yuko hai, ashakufa? Sisi hatujui.
akanukuu maneno mle ndani ya kuonesha kwamba Allahu mawjudun bila makana. Na mimi nazidi kumwambia kwamba hawezi kupata kauli ya salaf yeyote anayemuunga mkono kwa sanadi iliyo sahihi kwamba Allahu mawjudun bila makana, kwamba Allah yupo pasi na mahala. Katika maneno aliyoyanukuu Sheikh Yusuf bin Diwan katika kitabu kile, akanukuu maneno ya tafsiri ya al-Imam at-Tabari rahimahullahu ta'ala, imamul mufassirin, na alhamdulillah anamkubali huyu bwana, na sijui kama kuna muislamu duniani asimkubali al-Imam at-Tabari rahimahullahu ta'ala, aliyefariki mwaka 310, amezaliwa mwaka 324. Yeye Sheikh Yusuf bin Diwan aliponukuu maneno ya huyu shekhi hakumuelewa, na naamini watu wengi wanapigwa hapa. Alikuwa akitafsiri aya katika Qur'an katika suratul Baqara, Allah aliposema thumma stawa ila as-samai fasawwahunna sab'a samawati. Alipokuwa akitafsiri kipengele hicho al-Imam at-Tabari rahimahullahu ta'ala. Sasa Sheikh Yusuf bin Diwan sidhani kama amekusudia kutatiza au hakuelewa kama alivyosoma kwenye kitabu hicho alichokuwa anasoma, akaanzia maneno aliposema wal ajabu mimman ankara al-ma'na al-mafhum min kalam al-arabi fi ta'wil qawli Allah ila akhir kalamihi rahimahullahu ta'ala. Yeye akadhani kwamba al-Imam rahimahullahu ta'ala msimamo wake ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu kwa utawala na ufalme, na jambo haliko hivyo, bali yeye alikuwa anafanya ilzamul khasim. Kuna usulubu unaitwa ilzamul khasim, kumlazimisha anayekupinga wewe, ukamwambia maneno ya kumlazimisha kile anachokipinga, kwamba kama wasema hivi italazimu kusema hivi, kama ambavyo wao wanadai kwamba sisi tukisema Allah yuko juu ya arshi italazimu kwamba atakuwa amegandamana na hiyo arshi. Hiyo inaitwa ilzamul khasim, pamoja na kwamba madai yao hayo hayathibiti. Kwani maneno sahihi ya Imam Tabari ni nini? Imam Tabari hapa yeye alianza kuelezea maana ya istiwa kwa mapana na marefu, kisha akasema hivi wa aula almaani biqauli llahi jalla thana'u, na bora ya maana zote katika kauli ya Allah hali ya kuwa umetukuka utukufu wake, thumma stawa ila samai fasawahun, akasema ala alayhinna wartafa, alikuwa juu yake Allah subhanahu wa ta'ala na akanyanyuka, na maana akawa juu ya hizo mbingu. Fadabbarahunna biqudratihi, akazipangilia ya Allah kwa uwezo wake. Wa khalaqahunna sab'a samawat, na akaziumba hali ya kuwa ni mbingu saba. Kisha akaanza kutaja yale aliyosema sasa Sheikh Yusuf bin Diwan, akasema wal ajabu, na maajabu. Ashajenga msingi huko kwamba wa aula almaani, kwamba bora ya maana zote ni ala alayhinna wartafa, amekuwa juu Allah subhanahu wa ta'ala juu yake. Kisha akaanza kuwashangaa wale ambao wanapinga maana hii, akasema wal ajabu mimman ankara almaana almafhum min kalami alarabi fi ta'wil qawli Allah, na ajabu ni kwa yule ambaye anapinga maana yenye kufahamika katika maneno ya Waarabu katika kutafsiri kauli ya Allah. Yeye alipofika kwenye ta'wili akasema ta'wili ile ambayo wanaikusudia wao. Hapa ta'wili imamu anakusudia tafsiri, kwa sababu ta'wili lahu ma'an, ina maana nyingi. Miongoni mwa maana zake ni tafsiri, na hii ndio anakusudia Imam Tabari, na ukisoma tafsiri yake utayaona hayo. Bali na baadhi ya mufassiri wameenda hivyo, wa ta'wilu hadhihi al-aya, na tafsiri ya aya hii. Kisha sema thumma stawa ila samaa, kauli Allah aliposema thumma stawa ila samaa, alladhi huwa bimaana al-ulu wal-irtifa', ambayo ina maana ya al-ulu, kuwa juu na kunyanyuka. Anasema haraban inda nafsihi, hali ya kukimbia kwenye nafsi yake, akawa anakimbia min ayulzimahu bizamihi, juu ya kumlazimu yeye kwa madai yake, eti kwa madai yake. Kwa hiyo juu ya kumlazimu yeye au kulazimishwa yeye juu ya madai yake, idha taawalahu bimaanahu almafhumi kadhalik, atakapoitafsiri kwa maana yake yenye kufahamika hivyo kama tulivyoeleza, kwa maana yake yenye kufahamika mbele za Waarabu ni al-ulu wal-irtifa', hivyo nilivyofahamika kwa salafu salih. Kwa hiyo anasema yeye anakimbia kwamba akitafsiri kwa maana yake yenye kufahamika hivyo, ayakuna inma ala wartafa'a ba'da an kana tahtaha, kwamba eti akileta maana hii ya al-ulu wal-irtifa' itakuwa maana yake ni kwamba amekuwa juu Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwa alikuwa chini. Kwamba ina maana mimi nikisema Allah amekuwa juu italazimu kwamba alikuwa chini kabla ya hapo.
kama wanavyoelewa hawa ndugu zetu kwamba eti tukilazimisha kwamba Allah yuko juu ya arsh, je, alinyanyuka lini akaenda huko juu na alikuwa wapi kabla ya hapo? Ndio maswali yao haya. Sasa na Sheikh anaelezea kwamba ikiwa anadai kwamba eti akitafsiri hivyo itamlazimu kuwa Allah alikuwa chini kabla ya hapo. Kwa hiyo anaipeleka kwenye maana gani? Ila an ta'awwalahu bil majhul min ta'wilihi al mustankar, anaipeleka katika kuitafsiri kwa maana isiyofahamika katika tafsiri yake yenye kupingwa, tafsiri hiyo haikubaliki. Kisha anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, thumma lam yanju mimma haraba minhu, kisha mtu huyu hataokoka kwa kila alichokimbia kwake, kila alichokikimbilia kile hataokoka huko, pia atachapwa, ataambiwa hivyo. Fayuqalu lahu, ataambiwa zaamta anna ta'wila qawlihi istawa, umedai kwamba kauli yake istawa, aqbala, ameelekea, afakana mudbiran ani samai fa aqbala ilaiha, hivi alikuwa ni mwenye kuzipa mgongo mbingu halafu akazielekea? Utaulizwa hivyo. Ukisema nikisema ala alaihinna wartafa, nitalazimika kusema kwamba alikuwa chini kabla ya kunyanyuka. Sasa na wewe utaulizwa, je, kabla hajazielekea hizo mbingu, ukisema kwamba aqbala, alikuwa amezipa mgongo? Ndo maana yake. Kisha akasema al-Imam rahimahullah ta'ala, fa in za'ama anna dhalika laysa biiqbali fi'lin, akidai mtu huyo kwamba huko si kuelekea kwa kitendo, walakinahu iqbalu tadbirin, lakini ni kuelekea kwa kuzipangilia, kwamba yeye Allah si kwamba alitukutika akazielekea, hakufanya hivyo, bali yeye alizielekea kwa kutaka kuzipangilia. Qila lahu, kuambiwa mtu huyo, fakadhalika faqul, kama hivyo, kama walazimisha hili, basi sema pia ala alaiha uluwa mulki wa sultanin, kwamba amekuwa juu yake ujuu wa ufalme na utawala. Sasa Sheikh Yusuf alipofika hapa akatatizika. Hapa bwana alikuwa anamfanyia ilzam Qasim, anamlazimisha kila anachokidai kwamba ukisema hivi itakulazimu hivi, ukisema hivi itakulazimu hivyo. La uluwa intiqali wa zawalin, sio uluu ya kuhama na kugura. Kisha akasema hivi, akaendelea, hakuishia hapo kama Sheikh Yusuf Diwani alivyoishia hapa. Asema hivi, thumma la yaqula fi shay'in min dhalika qawlan illa ulzima fil akhar mithlahu, kisha hatosema katika jambo hilo la istiwa, katika jambo hilo kauli yoyote, isipokuwa atalazimishwa katika kauli nyingine mfano wake, mfano wa maneno hayo. Kwa maana wewe ukisema Allah hayuko juu, kwa sababu tukisema juu ni kadha na kadha, bali huko ni kuwa juu kwa kuzielekea mbingu, utalazimishwa kusema vile alivyoeleza Sheikh. Na ukisema hapana, sio hivyo, bali ni kwa sababu ya kuzipangilia, utalazimishwa kwamba hapana, labda ni uluu mulki wa sultan. Kwa hiyo inaitwa ilzamul khasim. Kisha akasema Sheikh, walaula anna karihna italat alkitab, na lau kama si kuchukia kukirefisha kitabu, bima laysa min jinsi, kwa kile ambacho si katika jinsi yake, la ambana an fasadi qawli kulli qailin qala fi dhalika qawla, tungeelezea kunako ufisadi wa kauli ya kila anayesema katika jambo hili kauli yoyote isiyokuwa hiyo aliyoitaja Sheikh rahimahullah ta'ala, liqawli ahli alhaqi fihi mukhalifa, kwa kutaja kauli ya watu wa haki katika jambo hili ambalo amelisema hali ya kuwa ni yenye kukhalifiana na hiyo kauli aliyokuja nayo. Tungetaja kauli zote za ahlul haqi, lakini tumeogopea kurefusha kitabu. Kisha akasema wafima bayanna minhu ma yushrifu bidhil fahmi ala ma fihi lahu kifayatun insha Allah. Asema na katika yale tuliyobainisha ndani yake kuna kumkurubisha yule mwenye ufahamu juu ya jambo hili, au juu ya katika jambo hili tulilolitaja, kutoshelezwa yeye insha Allahu ta'ala. Haya ndio maneno ya Imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala alipokuwa akitafsiri aya hiyo. Kwa hiyo maelezo yake yeye alikuwa anafanya ilzamul khasim, kumlazimisha yule ambaye anampinga yeye katika kauli yake kwenye al-ulu wal-irtifaa, kwamba ndio maana istawa ala al-arshi au istawa ala, ndio alichokuwa anakikusudia al-Imam rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo mtu asizungumze hivyo akapotosha au akadhani kwamba alivyozungumza ndiyo sawa ni maneno haya. Naam ikhwa, nikielekea kumaliza insha Allah nitataja maneno katika hadith ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika hadithi iliyopokea al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala,
kutoka kwa Anas radhiyallahu anhu. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala ameyataja maneno haya wa hadithi hii katika kitabu Tauhid, katika mlango usemao wa kana arshuhu ala al-ma wa huwa rabbul arshil azim. Kwanza ameanza na maneno qala Abu al-Aliya istawa ila as-samaa ay irtafa. Anasema istawa ila as-samaa maana yake ni irtafa, amekuwa juu Allah. Fasawahun ay khalaqahun, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala fasawahun maana yake ni khalaqahun, kaziumba zile mbingu. Wa qala Mujahid, na amesema Mujahid ana salaf istawa maana istawa ala al-arshi, amekuwa juu ya arshi Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka mwisho wa maelezo yake. Sasa kisa katika hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu anasema jaa Zaid ibn Haritha yashku, alikuja Zaid ibn Haritha akishtakia. Faja'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul, akawa mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kumwambia ittaqillah wa amsik alayka zawjak, muogope Allah na kana mkeo, zuia mkeo ukae naye, usimwachie wala usimwache. Hii ni kisa, nitaomba admin anisamee kidogo kama itarefu kidogo hii audio. Ni kisa kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa Zaid bin Haritha ni maula wake, yani mtu aliyemwacha huru, na kadhalika akamfanya kuwa ni mtoto wake kabla ya kukatazwa tabanni, yani kuna kujinasibishia na watoto ambao si wako. Kwa hiyo kama anamuita Muhammad au Zaid ibn Muhammad, lakini ilipokatazwa ile tabanni au kabla haijakatazwa ile tabanni, Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu alipotaka kuoa mtume sallallahu alayhi wasallam akaenda kumposea mwanamke anaitwa Zainab bintu Jahsh radhiyallahu ta'ala anha. Watu wake wakakataa, kama sisi hatutaki kumuozesha, taozeshaje mtu aliyekuwa mtumwa bana. Wakazungumza maneno mengi sana kumtweza Zaid bin Haritha, na binti naye akakataa, mimi siolewe na huyu mtu sababu ni mtu mtwana kwetu. Lakini mtume sallallahu alayhi wasallam Allah akashusha aya katika Qur'an, wama kana limu'mini wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, wakaamrishwa kwamba lazima wamuozeshe. Alipomwoa yule mwanamke akawa anajifakharisha nyumbani kwake kila siku, amshumbua Zaid radhiyallahu anhu kwa fakhari aliyokuwa nayo ya nasab, yani Mquraishi, bali ni katika ndugu za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo anajifakharisha kwake. Zaid akawa anapata dhiki kila siku, akawa anamfuata, ya Rasulullah, mimi nataka nimwache huyu anisumbua, siwezi kukaa naye kwa cheo alichokuwa nacho. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia amsik alayka zawjaka wattaqillah. Allah akamteremshia aya mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mwambie Zaid amwache huyu mwanamke, umuoe wewe. Jambo likawa gumu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, itakuwaje, watu watanionaje mimi nikimuoa huyu binti hali ya kuwa ni mke wa mtoto wangu, nimemposea mimi, sitakuwa jambo ni la hatari. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akalieleza tukio hilo katika suratul Ahzab, atakayetaka atarejea. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala hapa ndo ameelezea sasa maneno aliyokuwa akimwambia Zaid ibn Haritha mtume sallallahu kwamba ittaqillah wa amsik alayka zawjak. Qala Anas, anasema Anas radhiyallahu anhu, law kana rasulullah ta'ala law kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam katiman shay'an, law kama angekuwa mtume sallallahu alayhi wasallam mwenye kuficha kitu chochote, la katama hadhihi, angeficha aya hii. Qala, akasema Anas radhiyallahu anhu, fakanat Zainabu, alikuwa Zainab, huyu Zainab binti Jahsh baada ya kuolewa na mtume sallallahu alayhi wasallam, tafkharu ala azwaji nabii sallallahu alayhi wasallam, taqul, anajifakharisha juu ya wakeze wa mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, zawajakunna ahalikun, wamekuozesheni nyinyi jamaa zenu, yani mawali wenu, baba zenu walioozesha nyinyi na mawali wenu. Wazawajani Allahu ta'ala min fawqi sab'i samawati, na ameniozesha mimi Allah hali ya kuwa ametukuka kutokea mbingu ya saba. Min fawqi sab'i samawati, kutokea juu ya mbingu saba. Kwa maana Allah, hii inathibitisha kwa Allah yuko juu ya arshi, kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala fawqa makhluqatihi wa fawqa arshihi, Allah yuko juu ya viumbe wake wote na yuko juu ya arshi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni uthibitisho wa kuonesha kwamba Allah yuko juu ya arshi. Kwa hiyo aya hii ilishuka kwa ajili ya Zainab bintu Jahshi kuolewa na mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa anajifakharisha kama unafahamu mambo ya wake wenza, atakujifakharisha kwa wenzake, na yeye alikuwa akichuana sana na Bi Aisha radhiallahu anha kwa sababu walikuwa wanakurubiana kiumri na kadhalika kimapenzi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Zainab bintu al-Haritha bintu Jahshi alikuwa akijifakharisha kwa wakezi mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba nyinyi bana, mtaniambia nini bana, nyinyi pia wameozesha watu wenu, mimi ameniozesha Allah.
kutokea juu ya mbingu 7 huko, kwa maana ni amri ya Allah ilishuka kutoka huko. Hii ni ushahidi wa kwamba maswahaba walikuwa wao wanajua kwamba Allah yuko juu na walikuwa watatiziki juu ya hilo. Hadithi imetaja Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, na natuma picha ya kitabu chake inshallah. Ndugu zangu, nakhtimisha jambo langu hili kwa kutaja maneno ya Imam Tirmidhi rahimahullah ta'ala, ukiwa ni msingi mkuu wa kusimika maneno yangu, na ni msingi kwa ndugu zetu ambao wanaupenda Uislamu wao, kwamba wabaki katika fitra aliyowaumbia Allah jalla wa ala, na nusus zilizokuja katika Qur'an na sunna za Mtume SAW na ufahamu wa salafu salih katika jambo hili. Al-Imam Tirmidhi rahimahullah ta'ala amezaliwa mwaka 209 na amefariki mwaka 279. Hapa tuzungumzie watu wajuzi, ni watu wa qurun. Leo tuko mwaka 1447 na huyu ni mwaka 279 amefariki. Mwenye sahihu au Jami'u Tirmidhi, pia huitwa Sahihu Tirmidhi. Mfahamu kitabu hiki, hakuna Muislamu hata mmoja ambaye anakifahamu anayejua mambo ya ilmu. Yeye ametaja maneno katika kitabu chake hiki cha Sahihu Tirmidhi au Jami'u Tirmidhi, katika mlango unaosema babu ma jaa, katika mlango usemao babu ma jaa fi fadli sadaqa. Huu ni mlango waliokuja katika fadhila za kujitolea sadaqa, watu kujitolea sadaqa. Akaitaja hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu inayosema, aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yaqbalu sadaqata wa ya'khudhuha bi yamini, kwamba Allah anakubali sadaqa na anaichukua kwa kuume kwake. Sasa sisi tukikutana na hadithi kama hizi zinazozungumzia sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, kama hiyo hadithi na nyinginezo zinazozungumzia sifa za Allah, hadithi za nuzul, kushuka kwa Allah jalla wa ala, hadithi za kuwa Allah yuko juu ya arshi, na aya mfano wa hizo ayati mbalimbali zinazozungumzia sifa za Allah, tutaamali nazo vipi? Naomba mnisikilize kwa makini, huu ni msingi anatusimika al-Imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Anasema al-Imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, وقد روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. Na hakika imepokelewa kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mfano wa hadithi hii. Waqad qala ghayru wahid min ahli al-ilm, na wamesema asiyekuwa mmoja katika wanachuoni, fi hadha al-hadith wa ma yushbihu hadha min ar-riwayat, katika hadithi hii na zile zinazofanana mfano wa hii hadithi katika riwaya mbalimbali, min as-sifati wa nuzuli rabbi tabaraka wa taala kulla laylatin ila samai dunya, katika hadithi zinazozungumzia sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na kuteremka au kushuka kwa Allah tabaraka wa ta'ala kila usiku mpaka wingu wa dunia. Qalu, wamesemaje ahlul ilm? Wamesema hivi, qad tathbutu riwayatu fi hadha, hakika zimethibiti riwaya katika jambo hili, wa yu'manu biha, na zinaaminiwa hizi hadithi, wala yutawaham, wala hazidhaniwi kwamba ukaanza kukaa sasa itakuwaje kama anashuka, inakuwaje huko juu, anamwacha nani? Hayo hayakuhusu. Wewe unatakiwa amini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arsh, Allah anashuka, kwa sababu ameyagusia kidogo, lakini si mada yetu. Lakini mimi nazungumzia msingi kuhusimika wa jambo la sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, tutaamali nazo vipi? Wala yuqalu kaif, wala hakusemwi katika sifa za Allah kwamba namna gani, yukoje Allah au sifa zake zikoje. Hakadha ruya an Malik, kama hivyo ilipokelewa kwa Imam Malik rahimahullahu ta'ala, wa Sufyan ibn Uyayna, na Sufyan ibn Uyayna, wa Abdullah ibn al-Mubarak, na Abdullah ibn Mubarak, annahum qalu fi hadhihi al-ahadith, kwamba wao wamesema katika hadithi hizi au kuhusu hadithi hizi, amirruha bila kaif, zipitisheni pasi na kuziletea namna. Yani wewe kubali kwamba Allah yuko juu ya arsh, lakini usiweze kuleta namna gani, itakuwaje sasa, hayo hayakuhusu. Wa hakadha qawlu ahli al-ilmi min ahli as-sunnah wal jamaa, na kama hivyo ndio kauli ya ahli al-ilmi katika ahli as-sunnah wal jamaa. Ukitaka kuwa wewe katika ahli as-sunnah wal jamaa lazima uamini hivyo. Wa amma al-jahmiyatu, ama jahmiya, wale ni wataja walioanzisha mambo haya kabla ya kuja Ash'ari, walianzia Jahmiya ambayo kutokana na Jahm bin Safwan, fa ankarat hadhihi riwayat, wao wamezipinga riwaya hizi. Waqalu hadha tashbihun, na wakasema huko ni kumfananisha Allah na viumbe. Ukisema Allah yuko juu ya arshi na kumfananisha viumbe, kwa maana ametegemea arshi na Allah ametoshelezeka na kuitegemea hiyo arshi, wakasema hivyo. Waqad dhakara Allahu azza wa jalla fi ghairi mawdhi'in min kitabi,
Na hakika ametaja Allah jalla wa ala katika isiyokuwa sehemu moja katika kitabu chake, al-yada was-sam'a wal-basara, mkono, kusikia na kuona. Fataawalat al-jahmiyatu hadhihi al-ayat, wakazibadilisha kwa maana isiyokuwa dhahiri yake Jahmiya hizi aya, wakaziletea maana nyingine isiyokuwa iliyokusudiwa. Fafassaruha ala ghairi ma fassara ahlul ilm, wakazitafsiri juu ya vile ambavyo hawakuzitafsiri ahlul ilm. Waqalu, na wakasema, inna Allaha lam yakhluq adama biyadihi, hakika Allah hakumuumba Adam kwa mkono wake, sababu ukisema muumba kwa mkono wake atakuwa Allah na mkono. Kwa hiyo wakalikataa hilo. Waqalu, na wakasema, inna ma'na al-yadi ha huna, hakika maana ya mkono hapa alquwa, ni nguvu. Ndivyo wanavyosema hao Ash'ira, na ndivyo walivyosema Jahmiya kabla yao. Wao ndio salafu wao Jahmiya, walianza kuleta itikadi hizo ambazo hazikubaliki kwenye dini ya Uislamu. Lakini pia ukiwauliza, je, kuwa, mkisema Allah ana nguvu, kwani wanadamu hawana nguvu? Kwani majini hawana nguvu? Kwani malaika hawana nguvu? Je, mbona hamsemi kwamba hiyo ni tashbihi, tumemfananisha Allah na viumbe kwa sababu na viumbe wake pia wana nguvu? Hilo swali la kujiuliza na kulitia akilini. Ma yaqiluha illa alalimun. Waqala Ishaq ibn Ibrahim, na amesema Ishaq ibn Ibrahim, inma yakunu tashbihu idha qala, hakika inakuwa tashbihi anaposema mtu yadun ka yadin, mkono kama mkono wa mtu fulani. Ukisema mkono wa Allah ni kama mkono wa mtu, mkono wa Allah ni kama mkono wa tembo, mkono wa Allah ni kama mkono wa jini, hapo umemfananiza Allah. Au mithlu yadin, au mfano wa mkono fulani, hapo utakuwa umemfananisha Allah. Au sam'un ka sam'in, au mithlu sam'in, au kusikia kama kusikia, ukasema Allah anasikia lakini kama viumbe wake, tayari ushamfananisha Allah na viumbe. Wewe unatakiwa ukubali kwamba Allah anasikia, lakini kusikia kwake si kama kusikia kwetu. Allah yuko juu ya arsh, lakini kuwa juu kwake sio kama kuwa juu kwetu. Au mithlu sam'in, au mfano wa kusikia. Fa idha qala sam'un ka sam'in, atakaposema sam'un ka sam'in, kusikia kama kusikia, au mithlu sam'in, au mfano wa kusikia, fa hadha at-tashbihu, huko ndiko kufananisha, ndugu zangu Waislamu. Ama idha qala kama qala Allah ta'ala, ama akisema kama alivyosema Allah ta'ala, yadun wa sam'un wa basarun, kusikia, yadun mkono, wa sam'un na kusikia, wa basarun na kuona, la yaqulu kaif wala yaqulu kaif, na akawa kusema namna hivi kama hivi au namna hii, wala yaqulu mithlu sam'in wala ka sam'in, na kusema ni mfano wa kusikia kwa kiumbe au kama kusikia kwa kiumbe. Fahadha la yakunu tashbihan, hiyo haiwi kwamba amefananiza, bali amemsifia Allah kwa kila alichosifia nayo. Tukisema Allah yuko juu ya arsh, lakini hatusemi yuko kama kitu fulani, hapo sisi hatujafananisha, sisi tumekubali sifa ya Allah aliyojisifia nayo kwenye Qur'an. Ayuhal ikhwa, wa huwa kama qala Allah ta'ala fi kitabi, nayo ni kama alivyosema Allah ta'ala katika kitabu chake, laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, hakikuwa kitu chochote mfano wake Allah, na yeye anasikia na anaona, lakini kusikia kwake si kama kusikia kwa viumbe, na kuona kwake si kama kusikia kwa kuona kwa viumbe, na kuwa juu kwake Allah si kama kuwa juu kwa viumbe. Kwa hiyo haya ndio nilikusudia kuyahudhurisha hiyo al-ikhwa. Naomba mnisamee, audio ya mwisho imerefuka sana, lakini masaili haya ni mapana zaidi ya hivi, lakini najua kwamba admin atanisamee kwa sababu mambo haya yana faida sana. Hadha wa billahi tawfiq, waffaqana Allah lima yuhibbu wa yarda. Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala anafikisha kuyafikisha haya, na muomba Allah nithibitishe na athibitishe katika masikio ya wale ambao wanasikiliza. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jazakumullahu khairan.